Yes, welcome Senko Linki. Kama yako kwanza kufuatia channel yetu, usisahau kusubscribe, like, kushare na comment. Kwa kimya wa muda kidogo. Katika video hii tutaendelea katika mwendelezo wa kutafuta GPA. Tulianza video namba 1. Tukaangalia jinsi ya kutafuta student GPA, tukaja subject GPA. Sasa tunakuja kutafuta video ya mwisho ni school GPA au unaweza kusema ni school GPA. Tukisema class GPA manake tunazungumzia GPA ya darasa. Tuna labda form 4, form 3 hivyo hapo tutaita sawa na school GPA. Sasa ili tupate GPA ya darasa husika, kama form 4 au form 3 na vitu na vitu viwili, hapo tutatumia vitu viwili. Cha kwanza tutakachokitumia, ngoja hapa niweke bora kidogo. Cha kwanza tutakachokitumia lazima tuwe na masomo. Sasa hapa mimi nitaweka masomo machache kwa level, lakini taanzia kwa level, itakuwa na hivyo sawa. Kifanya kwa advance sio mbaya. Kwa hiyo hapa nitaweka masomo 7 mfano. Tena Kiswahili, teka English, tanda geography, Mase, alafu chukulia ndo historia ya Tanzania, tuweke hapa business study, alafu tumalizie 1, 2, 3, tuweke labda na history sample tu. Lakini hapa wewe unabidi uwe na masomo yako yote ambayo kwenye hiyo shule yako yapo au kwenye darasa husika hilo. Taweka hapa. Kwa hiyo hapa sasa tutakuwa na grade. Hapa tutakuwa na grade zetu. Sasa sisi grade zetu mwisho F. Tutakuwa na grade zetu mwisho F. Kwa hapa A, B, C, D, F. Kwa mfano hizi ndo grade zetu hizi. Kwenye hayo masomo hapo. Sasa hapa wewe utatengeneza analysis yako kwamba utaanza kuchambua haya masomo, hizo grade zipo ngapi. Mimi nitajaza random tu hapo. Nitajaza random. Lakini nitajaza random tu. Jaza tu hivyo ili tupate data. Ni short ni tutasisi hapa tunahitaji data tu. Kwa hiyo tukijaza hivi mfano hivyo. Haya. Sasa ngoja tuweke tuweke data, tuweke alama ambazo ni sawa ili tuletee idadi ya wanafunzi sawa. Kwa hapa labda tuweke AA kote wao wanapata 2. Unaona? Alafu hapo hapa 3.
hapa 3 hapa apate 4. Mfano tu hapa ziwe 5, alafu hapa ziwe 10. Ili tuwe na jumla ya wanafunzi waliokuwa sawa, mfano tu. Kwa hapo tushapata summary zetu. Sasa hapa sisi itabidi tupate toto ya A zote, toto za B zote, toto za C zote, toto za F zote. Kwa hapo tutaweka formula ya sum hapa. Tupiga formula yetu ya sum. Tutascroll kwenda huku. Tutapata idadi. Hiyo ndo A. Alafu hapa tuweke toto ya jumla ile. Toto ya jumla ya wanafunzi wote. Jumla ya wanafunzi wote ndo wanafunzi ni hizo A mpaka F ndo hizo 100 na ngapi? 161. Maana yake tuna wanafunzi 161 hapa kwa lugha ya kawaida. Kwa hiyo hapo tutaweka boda yetu pap. Iko kitu cha kwanza kukipata. Sasa kwa kitu cha kwanza tutaenda kutafuta kitu cha pili. Kitu cha pili ni division. Inabidi tuwe na division. Division 1, division 2, inabidi uwe na division 3, division 4, division 0. Au tega division 0. Sasa tuna wanafunzi 161. Kwa hiyo tuweke labda waliopata 1 ni 50. Na 56. Waliopata 2 let's say ni 44. Mpaka hapo nahisi ni 100. Kwa sababu za kawaida 100. Waliopata 3 ni 31. Waliopata 4 ni 30. Let's say hakuna 0. Hamna kitu chochote. Kwa baada hapo tutafuta nini? Tutakuja kutafuta toto. Kama kwa kwanza unafuatia channel yetu, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili kwanza kupata video zetu kipindi na tunazi-upload. Kwa hapa jumla tunakuwa na hawa hapo. Jumla ya wanafunzi wetu hao. Ndio jumla ya wanafunzi wetu hao hapo. Sasa tukishapata hivyo vyote sasa, hapo tunakuja kutafuta GPA kwa masomo yote. So GPA ya somo moja hapana. Tunakuja kutafuta GPA ya masomo yote kwa kuangalia A, B, C, D. Jumla za A katika masomo yote, B ndio tutatumia kutafuta GPA ambayo tutaita GPA ya masomo yote. Na ndio average GPA ya masomo yote. Kwa njia nzuri ya kuitafuta average ya GPA ya masomo yote ni kutumia zile grade, total grade za masomo yote. Ndio utapotoja kupata exact GPA ya shule au ya darasa husika. Kwa hapa tutaingiza formula yetu, tutaweka funga semi 3, tutaanza na kwanza. Kwa A tulisema ni sawa sana 1. Kwa hiyo tutazidisha kwa 1. Tutaenda B kwa 2. C kwa 3. D kwa 4. Alafu F kwa 5. Ambapo hapa mimi napendaga niage mabano mawili. Alafu niweke kato huu hapo, tutaganya kwa nini? Kwa toto yetu. Kwa tumepata GPA yetu hii hapa ambayo ni 3.826. Hiyo maana yake ni GPA ya masomo yote. Average GPA ya masomo yote. Kwa hiyo si shauri kutafuta ile tunasema GPA. Kwa hapo kuna umuhimu wa kuweka mabano mawili. Unaona ukiweka bano moja inakuja majibu ya kinaga ubaga. Kwa maana yake ni kwamba GPA ambayo
tutaitumia tutafuta GPA kwa namna hii, tusitafute au situmie kutafuta GPA ya average, yani kwa kutafuta somo moja moja alafu baadaye ukaja kutafuta average yake. Hapana, hii kidogo ndo njia niliona mimi nzuri, na nitaonyesha sehemu ambapo niliitumia, alafu tuangalie matokeo yake. Hapa sasa nitaenda kwenye namba, nitaweka GPA inapendeza na desimali 4 kama unavyoona, desimali 4. Sasa baada ya hapo tunaenda sasa kutafuta GPA ya nini, ya division. Hizi division nazo inabidi tuzitafutie GPA yake. Kwa tunaenda kutafuta GPA ya division zote hizo tunaenda kutafuta GPA zake. Sasa kwa upande wa division hapa tuandike kwa pembeni hapa, sorry, division 1 2 3 4 0, na division 1 inasimama badala ya 1 1 2 3 4, division 0 yenyewe ina 5. Kwa hizi ndio upande wa nini, upande wa division. Upande wa division alafu hapo point, kwa hapo tuna division alafu tuna point. Hapa tuna division, tuna point hapo. Baada ya hapo sasa ndo tunakuja tunaweka hapa sawa sawa, 1 2 3. Hii hapo tazidisha kwa 1, hii hapa kwa 2, kwa 3, hapa kwa 4, hapa kwa 5. Hapo tutaongeza bano 1, tutagawanya na nini na toto ya wanafunzi. Tutafunga mabano yetu hapa. Hii hapo sasa ndio inakuwa ni GPA ya namba. Hii hapa inakuwa ni GPA ya, hii hapo ndo inakuwa ni GPA ya nini, ya division, upande wa division, upande wa division. Sasa hapo sasa tutakachokifanya, kwa hapo tushapata GPA yetu ya darasa, na pia tumepata GPA yetu ya kwenye overall ya grade za masomo yote. Kwa hii huku ni GPA ya masomo, hii huku ni GPA ya division. Sasa hapo hiyo utafuta GPA ya class. Jinsi utafuta GPA ya class, utafuta kama ifuatavyo. Hapa tutatumia tu formula hii hapa, tutatumia hii average A ya huyu hapa na huyu hapa, tutapata hii ndio itakuwa no class GPA yetu hii hapa.
hata ukisema kwamba kama utaanza let's say na huyu hapo, tofauti kwa hapo tutatumia tu average A. Kwa hiyo tunatumia average A hapo, utaenda kutafuta wewe mwenyewe kwamba kwa nini average A, au tutagoogle hapo average A. Kwa maana yake hii sasa ndio itakuwa ni GPA ya shule au GPA ya nini, ya darasa. Kwa hii ndio njia rahisi ya kutafuta GPA ya shule au darasa kwenye Excel, na hapa utapobadilisha popote, kama labda ukaweka 80, basi GPA inafanyaje, inapungua. Mfano hapa toto tukaweka labda hakuna 0, maana yake GPA hamna F, labda hapa hamna D, au tukaja tukaendelea kupunguza hapa hamna hiyo, let's say hamna nini hizi siri, hamna. Kwa GPA inaendelea kupungua. Sasa video inayofuata ya mwisho kabisa kwenye kuhitimisha kwenye hizi GPA tutakuja kuangalia ni competency level, kwamba hizi GPA zilivyo, kuna ile A, kuna B, kuna C, kuna D, kuna F, ambapo tunasema hizo zote zimepangwa kulingana na competency level yake. Yani tuseme hizi GPA zina grade zake. Kwa video inayofuata ya mwisho kabisa kwenye upande wa GPA tutakuja kuangalia jinsi gani sasa kuweka zile GPA competence level na rangi zake. Hapo naenda ni background color. Asante sana kwa kuwa nami kuangalia video zetu. Pia tuendelee kushare, tuendelee kusubscribe, tuangalie video mpaka mwisho ili tuendelee kujifunza mafunzo mazuri kutokea katika channel yetu ya